Haleluya. Bwana pewe sifa. Ya kwamba Bwana anatuwazia mema. Si kweli? Bwana anafanya nini? Anatuwazia mema. Bwana pewe sifa. Haleluya. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba kila kiumbe kilicho na uhai lazima kifanye nini? Kimsifu Bwana. Haleluya. Kila kiumbe kilichoko na uzima lazima kifanye nini? Kimsifu Bwana. Na pia katika Kumbukumbu la Torati aya ni ya 6 mstari wa 4 inasema ya kwamba sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu mmoja, Bwana ndiye mmoja. Bwana pewe sifa. Ya kwamba hamuna mwingine kando na huyu Mungu, hamuna mwingine juu wala chini usipokuwa yeye yule ambaye ni Yesu Kristo ameketi katika kiti cha enzi. Bwana pewe sifa. Haleluya. Tumpigie Bwana shangwe. Haleluya. Kwa maana ni yeye yule tu. Anasema ya kwamba tukampigie kelele, kila kiumbe kitoko na uzima lazima kufanya nini? Kikamsifu yeye. Bwana pewe sifa. Haleluya. Hata uwe umeng'ara vipi, hata uwe una nguvu aina gani, hauwezi kumshinda Bwana. Bwana pewe sifa. Kwa maana yeye ndiye aliyekuuluku wewe, yeye ndiye anayekutia nguvu. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo tunaposema tumsifu Bwana, inastahili tumsifu kana kwamba kesho haupo tena. Haleluya. Ya kwamba kesho haitafika tena. Haleluya. Kwa maana mkumbuke ya kwamba mtumishi Daudi alifanya nini? Alichezea Bwana mpaka nini? Nguo zikachanika. Haleluya. Sasa wewe hapa unajifanya mungwana Bwana. Je, kapigwa na homa tu utafanya nini? Jameni, sifu yule Bwana. Kwa maana waliomjua Mungu na wanaotambua nguvu ambazo Mungu anazo hawachezi na kumsifu Bwana. Tupigie Bwana makofi jamani. Kwa maana anasema popote walipo watatu nipo pamoja nanyi. Haleluya. Kwa maana nguvu zake ziko pamoja nanyi. Pahala hapa tuko zaidi ya watatu. Na niposa tukaitisha Roho wa ajabu, Roho Mtakatifu akaweze kunena pamoja na wewe, akaweze kunena pamoja na mie, akaweze kunena pamoja nasi sote, ili tukaweze kumtukuza Bwana. Haleluya. Tupate vitu zetu. Wajua, wakati fulani unapojua neno ama unapojua jambo fulani na upo na rafiki wako, ni vizuri tena ukajifunze kumfundisha mwenzako ajue, ili muwe na nguvu. Bwana pewe sifa. Kwa maana tunaposoma Mithali 27:17 inasema ya kwamba chuma hunoa chuma nyingine. Kwa hivyo unapojazwa na Roho, unapokolea katika neno, mfundishe mwenzako ili muwe wengi. Mpinga Kristo ambaye ni Lucifer, ambaye ni shetani, anapowatembelea mnampiga bao. Haleluya. Yes, kwa maana mna nguvu. Haleluya. Yes. Hiyo ndio Biblia inasema ya kwamba usijione tu ya kwamba wewe ndio unaye kamata na kuelewa na una ufasaha wa Biblia. Hapana. Jifunze sana na uchukue hatua ya kumfundisha mwenzako neno, ili muwe wengi. Mkiwa wengi mko na nguvu na uwezo wa kumshinda mwovu shetani. Haleluya. Yes. Na kwamba mnapokuwa wana wa mfalme, nyinyi pia ni wafalme. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba haleluya, ya kwamba kwenye Mhubiri aya ni ya 10:19 inasema ya kwamba hela ama pesa ni jawabu ya kila kitu. Haleluya. Na unapokuwa na hela ujifunze kumtukuza Bwana. Haleluya. Kwa maana hela zako bila Bwana ni bure. Haleluya. Hela zangu bila Bwana ni bure. Kwa maana hamuna siku moja hata nitakapoumwa labda homa ama malaria ama kichwa ama tumbo, hela zangu zitajitoa mfukoni zinipeleke kwenye zahanati. Haleluya. Tumpigie Bwana makofi kwa kweli. Kwa maana wakati unapomjua Mungu unajua maadili ya Mkristo. Haleluya. Ni vizuri kuelewa na kukamata maadili ya Mkristo.
Haleluya. Kuliko kujua hela zaidi. Kwa maana hela hazitakufundisha maadili. Na maadili mjue kwamba sio sheria. Maadili sio sheria ya kufunga, hapana. Ni jambo ama vielelezo za kuelekeza wewe kama Mkristo. Ya kwamba unapoenda hivi, ukikuta hawa wanaenda kinyume, wewe unakuwa tofauti. Wakati watu wanacheza densi, wewe unaleta mstari. Haleluya. Wanapocheza ama kulia, wewe unaleta neno la kufanya nini? La kuwabariki na kuweza kuwakuza na kuweza kuwafariji. Kwa maana Biblia inasema kwamba Mungu ndiye mfariji mwema. Na wewe huwezi kuwa zaidi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa maana katika Zaburi 100 inasema ya kwamba anatupenda upendo usio na mwisho. Upendo ambao hauna mwisho. Bwana apewe sifa. Huo upendo sio upendo mimi Dan naweza kukupenda wewe. Na sio upendo wewe unaweza nipenda mimi. Kwa maana sasa mimi nikikupa mizigo zangu uweziwezi. Lakini zako mimi pia siziwezi. Lakini wewe unayaweza yako. Katika yeye akutiae nguvu, ambaye ni yeye Yesu, Mungu ambaye ni yule ambaye atazidi kukupenda hata familia yako inapokutenga, marafiki zako wanapokususia, wanapokujutia, wanapokuonea vibaya, wanapokuonea vijungu. Haleluya. Lakini huyu Yesu na upendo wake utasalia kuwa. Amina. Bwana pewe sifa. Na ndiposa hivi sasa hata jamii yenu, najua ya kwamba hata wengine mpo hapa, sio hata wa jamii wenu wanafurahia wakati umeinuliwa. Hapana, sio wote. Hata marafiki zenu. Hebu jaribu kukosa uone. Bwana we. Hata simu atakao kuwa anaiona kwenye skrini pale, wanaofia, wanasema anataka kufanya nini? Kuomba. Wanasahau ule msaada uliowapatia jana. Na ni ndugu yako, toka nitoki. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo huyu Mungu, hata mimi ninapokuacha, Mungu hatakuacha. Huyu Mungu unapomchuchumia na umiminie machozi yako chini yake, huyu Mungu atasimama pamoja nawe. Wakati mume wako amekutenga, wakati jamii yako imekutenga, wakati wakazi wako wamekuacha, wakati majirani wamekusema vibaya, Mungu atakusema kwa uzuri, kwa maana ulitenda kwa moyo. Bwana pewe sifa. Na ndiposa mchana wa leo nasema ya kwamba katika Mathayo 11:28 nasema ya kwamba njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa nini unajiwekelea mzigo sio wako? Mletee Bwana. Mletee Bwana ili upate pumziko. Bwana pewe sifa. Naomba tusimame tupate wimbo moja tu, tumkaribishe ambaye atanena neno la Bwana. Haleluya. Baada tuweke fupi sana.
Kapokea nafasi zenu za viti tunapokaribisha mchungaji Silvano Makobe aweze kusema pamoja nasi. Asiweze kusema yale mambo yake, lakini aseme neno litokalo juu mbinguni, ili likaweze kupata nafasi ndani mwetu, likatubadilishe, likaweze kutuganga, likaweze kutuponya na kalizidi kututia nguvu. Haleluya. Tuweke mikono zetu pamoja, tupige makofi ili tukaweze kumkaribisha mchungaji akaweze kusema pamoja nasi. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Kabla hatuja keti, nitaomba tusome maandiko, kisha baadaye tupate viti zetu. After we're going to get our seats. Nataka tusome katika kitabu cha Ufunuo. I want us to read the book of Revelation. Sura yake ni ya 5. Chapter 5. Tasoma mstari wa 1 hadi wa 5. I'm going to read verses 1 to 5. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Kama tumepata tuseme amen. If we found, say amen. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana, The book of Revelation. Tutasoma sura ni ya 5. Going to read chapter 5. Mstari wa 1 hadi wa 5. Verses 1 to 5. Tunasoma. And we read. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Kaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu
wala kukitazama. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Baba, katika jina la Yesu twasema ni asante. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo tumelisoma adhuhuri ya leo. Bwana majeshi, tunaposemesana na wapendwa wako, tupake mafuta, tuinue, kwa kuwa ni Mungu. Mambo ya uchovu Yesu ondoa. Wewe ni Mungu wetu, Mungu uliye hai. Pokea sifa na shukrani zetu. Asante kwa kuwa umesikia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Karibuni viti kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Naamini ya kwamba katika nyumba ya Mungu hakuna wageni. I believe in the house of the Lord today we don't have visitor. Ingawa lazima nitajitambulisha, naitwa Pastor Sulfana Makove. But I'm Brian Nambandu. Naheshimika kusimama mbele yenu mchana wa leo. So much honor to stand before you. Ili tuweze kusemesana mausia ya So Mungu. that I can talk to you the wisdom of God. Mungu ni mwema, ametupa nafasi hii. The Lord is good, he has given us this chance. Sio kwa ajili ya nguvu zetu, Not by our power, bali ni kwa ajili ya nguvu zitokazo but kwake. it's by the power that comes from him. Namshukuru mchungaji wetu mkuu ambaye hayuko. Thank the senior pastor who is Vile not nilivyotangulia kusema katika ibada ya as I kwanza, first began by saying the first service, ameenda kwa kanisa pale Riruta he has gone to the church at Riruta ambalo lilikuwa linasimamiwa na askofu ambaye ni marehemu, that was headed by the late bishop, askofu ambaye ni aliyekuwa askofu Bukachi. who was Bishop Bukachi. Kwa hivyo yuko salama, So he is well. ameenda kuhubiri neno la He's Bwana. going to preach the word of God. Kwa hivyo yuko pamoja nasi, So he is together with us. naamini ya kwamba anatufuatilia. I believe he's following us. Neno ambalo tumelisoma The word that we've read ni maneno yaliyofanyika katika baada yake Yesu Kristo these are the things that happened after Jesus Christ. alipokuwa amepaa, amerejea He mbinguni, had ascended into heaven. na anayeandika mambo And haya the one writing this word, ni aliyekuwa mmoja wa wanafunzi wake Yesu he was Kristo, one of his disciples of the Lord ambaye Jesus jina Christ, lake ni Yohana. whose name is John. Na tunaona ya kwamba Yohana, And we see that John, kwa historia fupi, in a small history, inasema kwamba yeye ndiye mwanafunzi wake Yesu Kristo wa pekee it says that he's only the beloved disciples of God ambaye aliyekufa kifo cha kawaida, who died a normal death, lakini wengine wote but all other, walipitia mateso, they went through trials. wengine walitundikwa pia msalabani, Others were crucified at the cross, ngawaje vichwa vyao vikiwa vimeangalia chini. while their head are looking down. Kuna wengine wao walitupwa hata katika mafuta, Others were thrown even to the oil. wengine walichapwa viboko na wakauliwa, Others were stripped and also killed. lakini yeye peke yake, But only him alone, yeye ndiye aliyekufa kifo cha he kawaida. only died a normal death. Kwa hivyo yeye alipewa ufunuo huu, So he was given this iwe revelation ameshikwa na amepelekwa katika kisiwa cha Patmo, while he was caught and taken to the mahali ambapo alipokuwa amefungwa. while he was being Lengo kubwa lilikuwa asije akaendeleza injili, This made him that he cannot propagate the gospel, injili yake Yesu the Kristo. gospel of Christ Jesus. Lakini sasa tunaona neno hili ambalo But tumelisoma, now we see the word that we've read, ya kwamba akiwa katika kile kisiwa, that while he was at the sea, ya kwamba aliona ufunuo, that he saw the ya revelation. kwamba alifunuliwa kuona mbinguni, He was open to see the heavens. na akaona yule aliyekuwa ameketi kwa kiti cha He enzi, saw the one that has sat at the throne of ya heaven, kwamba mkono wake wa kulia and his right hand kulikuwa na kitabu kilichokuwa kimefungwa there was a book that was closed kwa mihuri zake 7. with 7 seals, Maana yake and the meaning, majina yetu ilikuwa imeandikwa ndani, our names were written na inside, kikawa kimefungwa, and it was closed, ya kwamba sisi that we hatuna nafasi don't have the opportunity nyingine mbele za Bwana. before the God. Maana yake And the meaning of it, hakukuwa na ufufuo tena, there was no lakini resurrection. nataka nikuambie But I want to ya tell you, kwamba alipotizama mbinguni while he looked up at the heavens, akaona hakuna mtu he looked at there's no one aliyekuwa na that uwezo had the wa power kuvunja zile mihuri to 7 break the 7 na seals kuweza kutizama ndani and look ya inside kile kitabu. of that book. Akaangalia kwenye dunia, And he looked to the earth. hakuona mtu. He never saw anyone. Akaangalia chini ya He ardhi, looked down the earth. hakuona mtu. He never saw someone. Akaangalia chini ya He maji, looked down the sea. hakuona He mtu. never saw someone. Maana
ambalo ninaona By the word that I kwamba see, Yohana mtumishi wa Mungu that John the servant of God, alianza kulia. he started crying. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Katika kulia kwake And he is crying. ninaona neno la tumaini. I see a word of faith. Mstari wa 5 And in the fifth neno la chapter, Bwana linasema the word of God ya says kwamba kwa wale wanaume 24 that in the 12th tokea hour, mzee mmoja there came one elder alionekana akitangazwa, that he was seen announcing. akasema sikia And he said, listen, ya kwamba usilie, I do not ya weep. kwamba kunaye mmoja Behold, there is one ambaye sio mwingine that is no other bali jina lake but his name. yeye ni wa shina He la Daudi, is the root of David. ambaye ni simba kabila la Yuda. That is the lion of the tribe of Ana Judah. uwezo That he has the power wa kuvunja zile mihuri to 7 break the 7 seals na aweze kutizama ndani and to be able to look inside ya kile kitabu. of that book. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Lengo la mafundisho The yetu main theme of our nasema ya today kwamba Yesu ana uwezo. is say that God is able. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Najua kwamba mahali tulipo I know that where we kuna are, mtu miongoni mwetu there is someone in our midst ambaye ndani ya moyo wake that inside his heart anasikia kwamba amevunjika, is listen that is broken. amekosa neno la That's tumaini, like a word of faith. kwa kuwa kuna misukomo Because there are things, ya maisha ambayo imemwandama. there are things of life that has Lakini taken over nimekuja him. kuambia And I came to tell ya you, kwamba alipotizama when he looked kule mbinguni up in the kwa heavens macho ya wanadamu, by the eyes of the human being, hakuona msaidizi. he never saw any helper. Alipoangalia He duniani, will look at the hakuona earth. He msaidizi. never see a helper. Alipoangalia chini ya ardhi, When he looked down upon the hakuona earth, msaidizi. he never see a Hata helper. ndani ya maji, Even down the water, hakuona he msaidizi. never seen a Lakini helper. mzee mmoja But there is one helper ambaye ni mmoja who is kati ya one wazee 24 among the 24 analeta elders. neno la He tumaini brought a word of na faith. anasema, sikia Yohana, And he said, listen to him. nyamaza kimya, You be silent. usilie, Don't weep. ya kwamba That kunaye mmoja there is one ambayo sio who mwingine is no other, ambaye ni wa shina la Daudi, who is the root of ana David. uwezo, He has the power, ana he mamlaka has the ya authority kuzivunja to break mihuri zake 7 7 ya seals kile kitabu of that book ambacho unakiona that you see. kiko mkono wa kuume That is not the right yule hand ambaye ameketi of who is seated kwa kiti cha enzi at the throne of na heaven. tizame ndani. And it will be able to see. Najua kwamba tunaishi wakati I know we are living in a time wakati ambao tunapitia changamoto, that we got great diverse challenges. tunapotizama mbele, When we see front, hata nyuma, even behind, hata kando, even beside, hatuoni we yeyote don't see ana anyone uwezo who has the power wa kuweza to kutuokoa. be able to stand up. Nataka nikuambie, I want to tell mwaka wa you, 2020 the year 2020, kulitokea janga they came up janga la korona, a pandemic of corona. ambalo hata madaktari Even the doctors, hawakuwa na uwezo they had no power. kuweza kuiponya. Lakini nataka nikuambie, But I want to tell you, kuja kuambia wewe I came to tell you, uliyeketi mahali hapa, who is seated in this nasikiza place, sauti hii hear into this ya voice, kwamba sisi that we, kama wanaasem as they are Kasarani, Asem Kasarani, tunaye we mmoja have one aliye na uwezo, who has the power, sio mwingine no other, ambaye ni wa shina who is of the root, jina la Daudi, the root of David. jina lake His name Yesu Kristo, is Jesus Christ, kabila la the Yuda, Lion of the tribe of Judah, ambaye pekee who alone, uwezo who has the power, kuponya able to heal hata korona. the corona. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Neno la Bwana limesema The word of the Lord has said ya kwamba Yohana alianza kulia, that John started weeping, alianza kumwaga machozi started moving kiwa tears, amevunjika and moyo, he was like broken. ya kwamba ni nani atakayenisaidia Who is going to help me? ikiwa kile kitabu That book, sijaona I yeyote haven't seen anyone aliye na uwezo who had the power wa kukivunja to be able to break mihuri zake the 7 7 na seals kutizama and to ndani. be able to look inside. Lakini neno la tumaini linasema By the word of faith says ya kwamba kunaye mmoja there is one ambaye sio mwingine that is no other ambaye ni Kristo Yesu. who is Christ Jesus. Yeye ana uwezo He has the power wa kuvunja mihuri za to uchawi break the seals of witchcraft uliowekwa juu yako has been kept na upon you kuweza kukufungua to be able to deliver you, kuweka huru make you free. katika jina la In the Yesu. name of Jesus Christ, Kunaye there mmoja is one aliye na uwezo who has the power wa
mlango break the door uliyefungwa, that was baraka closed. zako Your blessing zikafungiwa and ndani. be closed Ana inside. uwezo Has the power kuvunja break, na kufungua wazi to open kwa wide ajili ya baraka zako. because of your blessing. Mlango wa kazi This wide wako blessing umefungwa. has been closed. Nimekuja kuambia I came to tell you kwamba kuna that mmoja there is one. usilie, Don't weep. ana uwezo, Has the power, ana mamlaka has the authority ya kufungua to very open mlango wako wa kazi your door for job. katika jina la In the Yesu. name of Jesus Christ. Katika biashara zako In your business, unaona mlango you see the wa door. wateja umefungwa, Customers are closed. unalia, And you start crying. hauna No sin. aliye na uwezo Has the wa power kufungua to be able to ili open wateja so that the ambao customer Bwana that the Lord kuwekea has kept for waweze you kufikia and come to na you kununulia. and to be. Nimekuja kuambia I came to tell you kwamba mlango huu that this door wa kufunga of being open wateja wako wasikufikie. cannot reach Bwana ama Bwana, Lord, simba kabila la Yuda, Lion of the tribe of Judah, Judah, who is the Savior leo today na hata milele, forevermore. kuja kukumbusha I came to remind you kwamba ana uwezo, that he has the, ana he mamlaka, has the authority. yeye ni mshindi, He is the, ana uwezo he is able kunja to break kila aina ya laana every kind of curses zilizowekwa that has been kept kinyume nawe. against you. Kuna madhabahu ya shetani There are altars of demons ambayo that imesimamishwa kinyume. has been raised. Unaota ndoto chafu You dream bad dreams usiku kucha all night na hata unakimbizwa, and you are unakosa people hata. you lack even air. Kuja kuambia I came to tell you, usilie, don't cry. naye mmoja This one, ambaye jina his lake name, ni Yesu Kristo, Jesus Christ, miamba comfort, kombozi wetu, our Savior, aliyetekwa nyara, was taken captive, kasulubishwa was crucified, Kalvari, Calvary, kauliwa, he was killed, tekelewa, was slaughtered, hakiwa. was bemost. Kuja kuambia I came to tell you, yeye ana uwezo, he has the authority. imwaga damu na maji He will set pale his blood Kalvari at Calvary kwa ajili yangu for you na wewe uliye mahali hapa. and you and Bwana wa majeshi, the Lord of hosts, simba kabila la Yuda, Lion of the tribe of ana Judah, uwezo, has the power, ana mamlaka, the authority, ana nguvu. the power. Akisema ndio, When he says yes, awezaye no God kupinga. can deny. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Kuja kuambia I came to tell you, katika kazi ya mikono in yako, the work of your hand, uone ukipenya, you will see a breakthrough. unaanza kulia You start crying, kwamba msaada that's my help. toka wapi? Where does my help come Nami from? nimekuja I nikuambie came to tell you kwamba msaada that wetu, you are our help. mimi ni kama yule mzee I'm like that elder aliyeambia Johana that told John ya kwamba usilie, that don't weep, ya kwamba kunaye that mmoja there is one ambaye ni wa shina la Daudi, that is on the root of ambaye death, jina lake that is known, sio mwingine, no other, simba kabila la the Yuda, Lion of the tribe of ambaye Judah, ni Kristo who Yesu. is Christ Ana Jesus, uwezo, who are the power, who are the authority, mamlaka, who are the strength. akisema When he said yes, unawezaje is no one kubadili, can change. ana uwezo He has wa kuvunja to break mihuri saba the seven seals uchawi, of the ana kingdom. uwezo He has the power kuvunja to break milango za kuzimu those doors of hell engwa that has been kept kinyume nawe, against you. ana uwezo He has the power kuvunja break milango doors kuzuia that has been usifikie blocking. You cannot reach baraka zako, blessing. ana uwezo Power. haleluya Hallelujah. wa kuvunja utasa Every kind of barrenness. katika jina la In the Yesu. name of Jesus Christ. Mlango wako Your door wa kuolewa of being married ama kuoa or body umefungwa has been closed. na unaanza kulia. And you start weeping. Nimekuja nikuambia I came to tell you kwamba kuna mmoja there is one ambaye sio mwingine and the other ya tunayemwadhimisha that we worship. katika madhabahu haya, This altar, madhabahu this matakatifu, holy altar, ni jina la Yesu in the pekee name of Jesus ambalo Christ, tunaliita. that we call. Na nikuambie I want to tell you, ya mwili wako inside your body, magonjwa, sicknesses, unaanza kulia, you start crying. pata wapi msaada? Where will I get help? Msaada wako You are hurt. pati
inapatikana It is found katika Yesu Kristo. in Jesus Christ. Yeye ndiye mponyaji, He is our healer. yeye ndiye anainua, He is the one that yeye brings. ndiye anatakasa. He's the one that saves. Sanctify. Alipokutana He will na wenye ukoma 10 with the 12 who are ananiambia, and he told them, polia kwake and he cried out to them, akasema tutakase, said that be naye our akawaambia, and he told them, "Endeni, go, mkajionyeshe show yourself makuhani." to the priest. Neno la Bwana linasema The word of God says, takasika they were mara close moja kwa immediately, yeye because he akisema, what he said, unawezaye no one kubadilisha, change watafanya chochote, can do anything. wataokota vitu They zako, will get viraka vya nguo zako, pesa ambazo the money hakika umewapa that you've given to kama them. msaada, wataenda kuweka chini ya manyoka, Put them under the stone bali wakumekumaliza. so that they're finished. Lakini nimekuja But kuambia I came to tell you ya kwamba tunamwabudu that we worship aliye na uwezo. who has the power. Yeye He aliye ni moto ulao. is a fire, the consuming fire. Oh, haleluya! Hallelujah. Na achilia moto wa Roho Mtakatifu There is a fire of the Holy ya Spirit. manyoka na vyura Pour the snacks of the fire. vya vimewekwa Be kept. juu ya vitu zako. All things. Wewe uliye hapa sasa, Who is here now? kwa jina la Yesu toa. Bwana Yesu anatenda, Jesus Christ. Bwana Yesu anatenda, Jesus Christ is doing. anajibu sala zako. Jesus answering your prayer. Bwana Yesu asifiwe. Usilie, Don't weep. usilie, Don't cry. usilie, Don't weep. usilie, Don't weep. usilie. Don't weep. Tunao msaada, We have a help. msaada wetu Our help. Kristo Yesu Jesus Christ Jesus. pekee. And him alone. Tenda He's doing it. yeye pekee, Him alone. inua Listen. yeye pekee, Him alone. takasa Sanctify. pekee, Him alone. bariki Bless. yeye pekee, Him alone. ndiye ambaye He is. tunamwadhimisha maana. We adore this place. Oh, haleluya! Hallelujah. Hilo jina la Yesu Kristo And Jesus Christ. ambalo mitume walihubiri, And then apostle preached. walipoliita When they called, ajabu yalitendeka. that one has happened. Naona mtu And mmoja I see one person aliyezaliwa who was born akiwa kiwete when he was born. kwa tumbo ya mama yake, From his mother's womb, aliyekuwa anabebwa where he was being kila carried siku every na day, kuletwa has been born katika mlango mzuri as a beautiful girl. ingiao The girl katika nyumba ya Bwana. that enters in the house of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Yeye akiwa mara pale While he was at that place, alikuwa anajua he knew msaada wake that's my help. wote wanaoingia For those who are coming in, waliamini because he believed nyumba ya Mungu the house of the Lord. yao Those who ni come watu in, wa moyo safi. they are people Kwa hiyo who walikuwa wanamsaidia, will help him. wanamrushia They took kile him walicho nacho, whatever they had. anaenda kusaidika. And he was being Lakini siku hii by this day ambayo nataka kunena juu that yake I want to speak about. kwa siku tofauti It was a different thing maishani mwake, upon his life. ambayo Day that inakumbukwa I is hata remember katika maandiko when in the ya scriptures kwamba wanaume hawa wawili these two men, ambaye ni Petro na Yohana Peter and John, wakiwa katika huduma while they were in the wakaingia service, katika nyumba ya Bwana, came into the house of the Lord. wanaelekea mara pale. And the place, Nataka nikuambie I want to tell you jambo ambalo ninaloamini the one thing that I haikuwa believe. siku ya It kwanza was not the first day ambayo that Yohana na Petro John and Peter waliingia katika kanisa hili, were entering into this bali church. walikuwa wamekuja tu mara And nyingi, they are going to preach it. lakini siku ya huyu mwanaume But this, the day of this man, ilikuwa haijawadia. it had not come to pass. Naamini ya kwamba I believe that walipokuwa wanakuja while they were coming, walikuwa wanajaliwa kuwa na kitu mfukoni. they were able to have something in their pocket. Wanapowatizama And when I see, walikuwa wakiwaomba, while they was being borrowing money, walikuwa wanashika mfukoni, they were touching their pockets. wanamtupia walicho nacho, They swear to him what they alafu have. wanaingia katika hekalu. And they go in the house. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Lakini siku hii But this day, nataka nikuambie, I want to tell you, alama Bwana the Lord of Lords, alijua He knew ikiwa that itaendelea it is going to continue. bariki Petro na Yohana Peter and John, na fedha mfukoni, they have siku huyu this person hatatoka maana hapa. who was not going to make us of this place. Alichokifanya, But what he did, alifunga milango he closed their doors za mapato, of idols. wakabaki na jina la They Yesu. remained with the name Jesus. Walipofika kwa mlango ule, When they reached at that jamaa door, akakodolea macho, the guy scared at akitarajia them kutoka kwao and gave vile them something alivyokuwa for them. amezoea. While he was kept, Naona and I see mambo ya ajabu great wonders yakifanyika. happening. Petro Peter, akiwa amejawa
kipawa cha Roho Mtakatifu. Filled by the gift of the Holy Spirit. Jamaa huyu alipomkodolea macho, When this person gets that na healing, Bwana and the Lord, Petro akimwambia, I see Peter, hatuna fedha wala dhahabu, we don't have silver or lakini gold, tutakupa but you're going to give kile us ambacho tulicho nacho. whatever we have. Naona Petro akimshika mkono wa I see kulia, Peter holding me the right hand. akamwambia, I'm telling you, katika jina la in Yesu, the name of Jesus Christ, simama na rise utembee. up and walk. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Naona yule mwanaume I see the man ambaye alikuwa hajawahi tembea, who had never walked, aliyekuwa anajivurutia chini, who was going down, aliyekuwa anabebwa, while he was speaking, analetwa being brought mahala pale. at that place. Mara ya kwanza First time, naona mtu ambaye I see someone alikuwa hajawahi simama, who had never stood. aking'ang'ana, He was trying to swallow me, aking'ang'ana, swallow me, aking'ang'ana. swallow me. Jambo ambalo mnaliona, Whatever I see, naona mwanaume huyo I see this man. anasema Scripture says vifundo vya miguu zake that the bones of his ilipata leg, nguvu, they got the strength, akasimama and he wima. stood Sio tu kusimama, not only standing. naona I akirukaruka, see him jumping, akiwafuata, I see him following, akiingia katika nyumba ya in Bwana. the house of the Lord. Nimekuja kuambia I come to tell you, naye mmoja, there is one tukiita jina that lake, you call upon his name. wote walio na shida mbalimbali, Over they have diverse needs. Kristo Yesu anatenda. Christ Jesus is doing. Hakuna lisilowezekana There kwake. is nothing that is impossible to him. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Oh, haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Neno limesema The word has said, Yohana alilia, John cried. alilia, He wept. kamwaga machozi, He poured tears. akiona ya kwamba Seeing that hakuna there isn't aliye na uwezo, that had the power, aliye na nguvu, that had the authority, aliye na mamlaka that had the strength ya kuvunja zile mihuri saba break those seven seals na kutizama ndani ya kitabu. and look inside the book. Lakini nimekuja kuambia But I came to tell you, shida ile ulio nayo, trouble that you have, achilia kwake Yesu give Kristo, it to Christ na Jesus, Bwana ama and Bwana the Lord of Lords. atatenda jambo Try to do something maishani mwako. upon your life. Usilie, Don't weep. usilie, Don't weep. usilie. Don't weep. Unaye mmoja, There is one. jina lake ni Kristo His Yesu. name is Christ Jesus. Ana uwezo, He has the power. ana nguvu. He has the authority. Ninapotizama, While I see, nimejaribu kuwaza kiundani, I'll try to think. ni jambo easily. gani hili Bwana hawezi fanya? What is this that the Lord cannot do? Nikapata jibu I get out now. lisemalo ya kwamba hamna, He said that there isn't. ya kwamba tunapoachilia That when we live, kila lolote lile tunaloona kuwa mzigo everything that we see to be burdensome katika maisha yetu, in our lives, Kristo Yesu ana uwezo. Christ Jesus has the authority. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Aliyetenda The one who did it nyakati zile by those days, ngali anatenda hata leo hii. he's able to do even now. Ameketi kwa kiti cha enzi, Seated at the throne of God. juu yake kando wala chini hakuna Above me, mwingine. beside there is no other. Yeye ndiye tunayemwadhimisha mahala hapa. The one that we adore this place. Oh, haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Bwana apewe sifa. The Lord be given praise. Tunamwadhimisha Mungu aliye hai, We adore him who is alive. tunamwadhimisha aliye na nguvu, We adore him who is power. tunamwadhimisha ambaye ni mponyaji, We adore who is tunamwadhimisha ambaye ni mpeanaji. We adore that who is the giver. Oh, haleluya. Hallelujah. Aliyofungua hakuna awezaye kufunga. Whatever he has opened, no one can close. Ukisema ndio hakuna When he says awezaye yes, no one can say kupinga. no. Yeye jina lake ni Kristo His name Yesu. is Christ Jesus. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Naomba tusimame kwa miguu I zetu. pray that we rise upon our feet. Haleluya. Hallelujah. Nakaribisha waimbaji kwa dakika chache By the singers and waimbe wimbo minutes. mfupi wa kuabudu mahala hapa, Sing a worship song. kisha in this baadaye place. tutakuwa tunaomba mbele za Bwana Afterwards, I'm going to pray before kwamba kama them. kunalo jambo lililokuwa limekufinya, There is something that I had to preach nimekuja to you. kutia neno la tumaini ndani ya moyo Sing wako, for you a word na of hope. kwamba usilie jinsi yule mzee alivyompa tia moyo Yohana katika kisiwa cha Don't Patmo. weep like John, weep like Waambia kwamba Elias. usilie, kunaye mmoja Don't weep like there is aliye na uwezo na mamlaka. by the power of the authority. Oh, haleluya. Hallelujah. Waimbaji, mtuongoze katika wimbo wa Sing kuabudu us, lead us in a worship song. katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Asante Bwana, Thank you, Lord. asante Kristo. Thank you, Jesus. Shima, we were
the Lord, praise the Lord. Bwana Yesu Bwana asifiwe. Praise be to God. Ningependa kualika wote tusimame. Could invite all of us to be on standing. We are late by about 18 minutes. Chelewa na dakika 18. We are supposed to finish at 2. Nafaa tuwe tumemaliza saa 8. The man of God has spoken Mtumishi wa Mungu amekwisha nena that there is nothing lakini hakuna chochote before the Lord that can appear to be impossible. mbele za Mungu ambaye inaweza onekana kwamba haiwezekani. The mountain that you are seeing in your life, Mlima ambayo unaiona kwa maisha yako, the Lord is able to bring it down. Bwana kuna uwezo ya kuweza kuyayusha. That challenge that you are going through, Ile changamoto ambayo unaipitia, if we call upon the name of tutalita Jesus, jina la Bwana Yesu, it shall come down crumbling. itaweza kuja chini kitetemeka. We are not here to be called man pleasers, Hatuko hapa kuitwa but we are wapendezaji here wa to wanadamu. confirm the greatness of God. Lakini tuko hapa kudhibitisha ukuu wa This Mungu. cannot come to pass until you test it. Na hii haikuji kutimia hadi uweze kuipitia. You have got to try and see if the Lord is going to uweze do it. kujaribu na kuona kweli Mungu ako na uwezo ya And I want to stand with the preacher 100% Ningependa today kusimama na mhubiri and asilimia say, moja. yes, it is possible. Na kusema ndio When inawezekana. Jesus says amen,
Kati Yesu anaposema amina, or when he says it is deal, na hapo anaposema ni kweli, when he gives it a tick, anapopeana sahihi, when he opens a door, anapofungua mlango, no demon in hell hakuna pepo kuzimu can stand against God's word. mama kinyume na kazi ya And Mungu. today as a church, Kwa hivyo leo kama we kanisa want to pray together. tunapenda kuomba kwa And pamoja. I want to open this holy altar Tunapenda kufungua madhabahu haya in this takatifu second service, katika ibada hii ya pili. that the Lord is able to confirm his Bwana word. kuna uwezo wa kudhibitisha Whatever need you have, hitaji lolote ulilo I want to nalo. confirm it in the name of Jesus. Thibitisha kwa jina la That Yesu. the Lord is going to accomplish Anaenda kutimiza the will of your heart. penzi ya moyo wako. Jesus is going to meet each one of us Kumbana na kila at the point of need. hitaji letu. Oh yes! Ndio kuna uwezo. Bible says he's Jehovah Jireh, Sema yeye ni Yehova Lord that provides mpeanaji. all our needs. Hitaji yetu yote. Whatever need you have, Lolote ulilo nalo. Jesus is going to meet you Yesu anaenda at your kukutana very point of need. pako pahitaji. Lift up your hands, Inua mikono yako. even at the back there. Hata kule nyuma. The Lord God of heaven, Kosa Bwana wetu wa Lord mbinguni. God of Abraham, Mungu wetu wa Ibrahimu, Isaac, and Jacob, Isaka na Yakobo. is going to answer your prayer. Ataenda kujibu ombi Lift lako. up your hands Inua mikono yako juu. in the name of Katika Jesus. jina la Yesu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Open up your lips right now. Fungua kinywa Begin chako. to speak unto Anza him. kunena na Bwana. Hey Lord, I'm right here. Mwambie Bwana niko mahali I hapa. have been struggling. Naweza kuwa I nikimbilia. have a need before you, Lord. Nahitaji mbele zako. Come on, lift up your voice. Inua sauti yako. The power of the Holy God Damu ya Roho Mtakatifu. is coming down. Shuka chini. The doors of heaven are open. Mbinguni mnafunguka. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Katika jina la Yesu. I'm watching us Wale ambao wanatoka wherever you are mahali mlipo. on our media platform. We came to declare to you, Tangaza leo. Jesus is meeting each one of you Kumbana na kila at your very point of mahali need. pako pahitaji. Trust in Him. Naweza kumwamini. Believe in Him. Naweza kuamini yeye pekee. All shall be Na well. yote itakuwa Let us sawa. pray right now. Tuombe sasa hivi. Let's pray right now. Tuombe mahali ulipo. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we commit thy saints unto thy able hands. Unto your divine hands we commit them, Lord. Those that are in the sanctuary, those that are at the holy altars, oh God, in the name of Jesus, and those that are watching us, Lord, from wherever they are, Mighty name of Jehovah God, we commit them, all their needs, O King of the glory, name of Jesus. unto thy divine hands. Hallelujah. We decree The name of their needs are answered in the name of Jesus. We decree that diseases are healed in the name of Jesus. We decree right now their lives, O King of glory, are being touched in the name of Jesus. We declare gift of the Lord upon their lives. They shall continue serving you, Lord, in a very special way, Lord. We remember young daughter Imelda at the hospital bed, O King of glory. We commit her right now unto the divine hands of Jesus. King of glory, stretch your power upon Imelda right now. In the name of Jesus, she's being healed right now. Every pain right now has no power. Those pain right now we decree she's healed in the name of Jesus. May the power of the Holy Ghost upon Imelda in the name of Jesus. Touch her body, Lord. Even as the doctors attend to her, use them, Lord. Use those doctors right now. Elomo Shatarabaha. Ilamama Sandarabosaka. Haleko Sendarabosakalaha. All that are sick, oh Lord, their hospital beds, even at home, we pray for them, King of glory. We commit the entire church unto thy divine hands. Touch the elders, oh God. Touch the mothers, oh my Savior. Touch the young people in the name of Jesus.
Bless the pastors, O King of Glory, the ministers of the Word of God. The Lady Leader Maureen, we pray for her, Lord. All other church leaders, we commit them, Jehovah, and to thy able hands, O God, in the mighty name of Jesus. We thank you and we bless you. Bless the preacher of the Word. Bless the preacher of the Word of God. Anoint him one more time, O God, in the name of Jesus. We love you and we bless you. Thank you for the daughters. Thank you for your sons. Thank you in the name of Jesus, because you are answering their prayer. You are meeting each one of them, Lord, at their very point of need. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we thank you. Lord, we bless you. We love you and we honor you. Wherever you are, just lift up your hands. Tell God thank you. Thank you, Jesus, for answering our prayers. Thank you, Lord, for answering our prayers, Lord. We love you and we bless you, God. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Put your hands together for the Lord.